Jenerali wa kikosi cha Marekani barani Afrika, AFRICOM, Michael Langley, ameonya kuwa vikundi vya kigaidi barani Afrika vinaongeza uwezo wao wa kufanya mashambulizi moja kwa moja dhidi ya Marekani. Akiwahutubia waandishi wa habari, Jenerali Langley alisema kuwa ukanda wa Sahel unaojumuisha nchi kama Mali, Burkina Faso na Niger sasa ni kitovu cha ugaidi duniani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, makundi kama Al-Qaeda katika eneo la Islamic Maghreb na Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin yameongezeka kwa kasi kubwa tangu mwaka 2022. Islamic Maghreb imeripotiwa kuwa imeongezeka mara 3 huku Jamaat ikiripotiwa kuwa imeongezeka mara 4. Vikundi hivi vinaendesha biashara haramu kama usafirishaji wa binadamu, silaha na bidhaa bandia ili kufadhili mashambulizi na kueneza ushawishi wao katika eneo hilo. Langley alionya kuwa malengo ya makundi haya sasa yameelekezwa kwenye fukwe za Afrika Magharibi, jambo linalowapa nafasi ya kuzalisha mapato zaidi na kueneza ugaidi nje ya bara la Afrika, ikiwemo kuwalenga raia wa Marekani. Tunafuatilia kwa karibu kwani uwezo wao wa kufanya mashambulizi katika ardhi ya Marekani inaongezeka, alisema Langley. Pia aligusia changamoto ya kisiasa na kijeshi, akisema China na Urusi zinazidi kuongeza ushawishi wao katika bara la Afrika. Alisema idadi ya wanajeshi wa Afrika wanaopelekwa Beijing kwa mafunzo inaongezeka, huku China ikijaribu kuiga programu ya kijeshi ya Marekani IMET. Katika hatua nyingine, Marekani ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Al-Shabaab nchini Somalia, likiwa ni moja ya vikundi hatari vinavyohusishwa na Al-Qaeda. Pamoja na juhudi za kimataifa, Afrika Magharibi inazidi kuwa eneo hatari linalohitaji ushirikiano wa karibu kati ya mataifa ya Afrika, Marekani na washirika wake ili kudhibiti ongezeko la makundi ya kigaidi, kulinda raia na kuhakikisha usalama wa kimataifa, kulingana na mtazamo wa Michael Langley, jenerali wa kikosi cha AFRICOM.